Taharuki imetanda katika ikulu ya Tanzania baada ya mwanachama wa CCM kufokewa na wananchi katika eneo la Tarime. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Na katika taarifa yetu hii leo tunakuletea tukio ambalo limeibua taharuki kubwa katika ulingo wa siasa za mashinani baada ya kauli tata iliyotolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tarime kwa jina Daudi Ngicho kuibua hasira kali kutoka wananchi wa kata ya Nyanungu, Tarime vijijini. Wakati wa mkutano wa hadhara ulioandaliwa na lengo la kusikiliza kero na kusambaza ujumbe wa chama, alilibadilika ghafla na kugeuka kuwa tafrani ya kisiasa baada ya Ngicho kutoa kauli ambayo wananchi waliona kuwa ya dharau, ukandamizaji na ubabe usiostahili. Kauli hii ilihusisha madai kuwa yeye ana mamlaka ya kuamua nani anafaa kuwa mbunge wa eneo hilo, na ni jambo ambalo lilionekana kukiuka dhana ya demokrasia na haki ya wananchi kuchagua viongozi wao kupitia sanduku la kura. Kwa wananchi wa Nyanungu, maneno hayo yalionekana kama matusi kwa akili zao. Walijibu kwa kishindo kikubwa, kimzomea hadharani na kumtaka aondoke eneo hilo mara moja. Kauli kama ondoka hapa na mambo yako ya ovyo zilisikika zikichanganyika na sauti za hasira, ishara kwa wananchi wamechoka na siasa za kuamuliwa kutoka juu bila kushirikishwa. Wakati hali ikianza kuzidi kuwa tete, vikosi vya ulinzi vya eneo hilo vililazimika kuingilia kati na kuhakikisha kuwa amani inarejea. Hatua hii ilipelekea Ngicho kuondoka kwa haraka bila kuhitimisha hotuba yake, huku baadhi ya wanachama wakipaza sauti wakisema Tarime ni mali ama si mali ya mtu wala chama chochote, bali ni ya wananchi wote wenye mamlaka ya kuamua hatma ya wawakilishi wao. Wachambuzi wa siasa za mitaa wanatazama tukio hilo kama ishara ya kuongezeka kwa mwamko wa kisiasa miongoni mwa wananchi wa maeneo ya vijijini. Kwa muda mrefu Tarime imejulikana kuwa kitovu cha harakati za kisiasa zenye mvuto wa kitaifa. Tukio la Nyanungu linaashiria kuwa raia wa kawaida sasa wanaelewa vyema haki zao na hawako tayari tena kuonewa kama misingi ya itikadi za chama au kauli za viongozi wenye mamlaka. Na katika nyakati hizi za kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu, matukio kama haya yanatoa ujumbe mzito kwa wanasiasa. Wananchi wanahitaji kuheshimiwa, kusikilizwa na kushirikishwa, si kuamuliwa kama watoto. Kauli za kiburi na za kifalme hazina nafasi katika taifa linalojenga demokrasia ya kweli. Chaneli ya Kenyascope itaendelea kukujuza kwa karibu kila hatua ya siasa za ndani ya Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Pia tuambie maoni yako kwenye comment section kuwa je, huu ni mwanzo wa mabadiliko makubwa Tarime? Tafadhali endelea kuwa nasi kwa habari makini na zenye kuleta tafakari.